Jessica, jiandae Mheshimiwa Mchungahela, jiandae Mheshimiwa Getere. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Na mimi moja kwa moja ni pongeze Wizara ya Elimu kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Lakini pia nipongeze kwa sera ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambao tunaendelea nayo. Mheshimiwa Naibu Spika, nchi yetu imeendelea kuwa na sera mbalimbali za elimu tangu tulipopata uhuru. Na lengo la kubadilisha sera zile kila wakati ilikuwa ni kuendana na wakati na mabadiliko ya wakati huo, lakini pia kupata tija kutoka kwenye elimu kutokana na wakati. Mwaka 62 tulikuwa na sera ya elimu ambayo lengo lake kubwa ilikuwa ni kuangalia baada ya kupata uhuru kuna nafasi nyingi ambazo zilikuwa zimeachwa wazi, kwa hiyo itakiwa kuandaa Watanzania haraka ili kuweza kufidi nafasi hizo. Na hilo lilifanyika kwa kuanzisha programu mbalimbali, ikiwepo kuanzisha madarasa kufika mpaka 8, lakini baadaye kuongeza masaa ya kujifunza. Lakini tumekwenda mwaka 67 tukaona kwamba elimu tuliyokuwa nayo bado ilikuwa ina misingi ya kikoloni, na kama tunavyojua elimu ya kikoloni ilikuwa ni kwa ajili ya kupata maslahi ya kikoloni. Wao walianzisha elimu kutokana na wao walivyokuwa wanataka kwa kuzingatia maslahi yao. Na sisi tukataka tuzingatie maslahi ya taifa letu. Tukaanzisha elimu iliyoendana na sera yetu ya ujamaa na kujitegemea. Baada ya hapo zimekuja sera nyingi na programu nyingi za elimu. Na mwisho tumekuja na hii sera ambayo tuko nayo sasa hivi 2014, ambayo hii nayo ilionekana ina mapungufu kutokana na kutokuwa na walimu wa kutosha, mazingira kutokuwa bora ya ufundishaji na kujifunzia, lakini pia kutokuwa na udhibiti wa ubora katika elimu yetu, lakini kuwa na elimu ambayo haiendani na soko. Tumetengeneza sera nyingine ambayo sasa kwanza tunaipongeza serikali kwa sababu katika mazingira ya kujifunza na ujifunzaji kuna mambo makubwa yamefanyika kuhakikisha kwamba tunapata shule za kutosha, lakini pia tunapata miundombinu mingine ya shule za kutosha, kuhakikisha kwamba tunaleta motivation kwa watumishi kwa kuajiri walimu wa kutosha, lakini pia kuboresha maslahi yao walimu. Tunajua kuna malalamiko makubwa ya mishahara, kupandishwa madaraja na vitu stahiki za wafanyakazi. Haya yote serikali imefanya kazi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaka nimkumbushe Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Elimu kwa maana yake ni mchakato unaohusisha mtu kupata ujuzi na maarifa, maadili na mtizamo. Sasa kwenye taifa letu tumeconcentrate sana kwenye ujuzi na maarifa. Hatuangalii maadili na mtizamo, attitude za watu. Na hii ndio inayotupa shida. Amesema Mheshimiwa mbunge aliyotoka. Hii inatupa shida mtu kufikiri kwamba akipata elimu lazima ajiriwe. Akipata elimu lazima apate kazi. Sasa hii iko kwenye package yako. Na kwenye hii sera ya 2014-2023 toleo la 2023, wewe kama wizara ndio msimamizi wa uendeshaji wa elimu katika nchi hii. Sasa tunatamani tuone wizara inasema nini katika swala linalohusu maadili na linalohusu mtizamo. Tunawajengeaje watoto wetu mtizamo chanya kwamba elimu ni nini? Tunawajengeaje watoto wetu maadili chanya hata wakipata kazi waweze kuwa na tija kama ambavyo sera yenyewe inasema. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, zipo changamoto kwenye mifumo yetu ya elimu. Kwanza katika usimamizi. Lazima tukubaliane kwamba elimu kama mchakato wa kupata ujuzi, maarifa, maadili na mtizamo unahusisha mfumo ulio rasmi ambao wewe unausimamia wa shule, lakini na mfumo usio rasmi. Tunategemea watoto hao wapate maadili kutoka kwenye vyombo na taasisi zingine pia. Lakini leo hii mfumo wa elimu umechukua muda mrefu kwa mtoto wetu. Watoto hawana muda na vipindi vingine, hatuwaachii, hatuna zile taratibu nzuri za kuwaachia ili kuruhusu taasisi nyingine zipate muda wa kupandikiza kitu kwa hawa watoto wetu, ikiwemo taasisi za kidini. Leo hii watoto tukiwa likizo wanakwenda tuition. Wakiwa shuleni Jumamosi na Jumapili wanakwenda tuition. Makanisa hayapati muda wa kuwafundisha watoto imani zilizo sahihi. Misikiti haipati muda wa kuwafundisha watoto imani zilizo sahihi. Azilizate tunapata wasomi ambao wanafikiria ili akae kwenye cheo lazima aloge. Ili akae sijui kwenye nafasi ya biashara lazima afanye mambo ya kikatili. Kwa hiyo lazima sasa
Wizara ya Elimu ituletee ratiba na mtuambie. Alisema Mheshimiwa Nahodha kwamba mtoto naye akifundishwa sana inaonekana pia hawezi kuelewa, unamletea problem ya afya ya akili. Kwa hiyo kuna wakati lazima tukubaliane, watoto wanatakiwa sasa wakajifunze masomo ya darasani, na wakati huu tuwaachie wafanye masomo mengine ili kuwajengea mtizamo, kuwajengea maadili. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, lazima tukubaliane, kuna informal education tulikuwa tunapata zilizokuwa nzuri, tulizipata kwenye unyago wakati huo. Leo hii katika mfumo wa elimu ambao tunakaa muda wote, watoto wetu wanapata mafunzo yale ya kujitambua kama mama, kujitambua kama baba, kujua wajibu wake. Taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana msemaji anayezungumza sasa hivi, na hasa anaposema kwamba tuangalie elimu zinazotoka kwenye maeneo mengine kama dini zifundishwe, lakini nimtahadharishe kwamba sio dini zote zinazotoa maarifa yanayofaa kwa watoto. Mfano, kuna mtu anasema kabisa yeye anakwenda pale kwenye kanisa au sijui sehemu ya dini, anasema yeye ni Mungu. Sasa dini hizi pia tuangalie dini gani zinafaa kwa watoto wetu. Asante. Mheshimiwa Jessica, taarifa hiyo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naipokea taarifa yake kama jinsi ilivyo, kwamba tunaposema imani tunajua zipo imani potofu, na sio imani za kidini tu, hata hizo imani nyingine za kienyeji zipo nyingine ambazo pia ni potofu. Kwa hiyo naamini kabisa kwa namna profesa alivyo makini, tunafahamu ni imani ipi tunayoongelea kwa watoto wetu, ili watoto wetu wajitambue, wajue, wawe na maadili. Lakini profesa, kitu kingine, hawa watoto tunataka waakwae ujuzi, waakwae maarifa. Sehemu kubwa ambayo inatumika, kiungo kinachotumika kwao katika kupata ujuzi na maarifa ni kichwa, ni afya ya akili. Kwenye shule zetu watoto hawa wanapataje skills au wanafundishwaje kuwa na afya ya akili? Na wote tunajua kabisa kwamba kuwa na afya ya akili, kwanza mtu yote mwenye afya ya akili ndio mwenye uwezo wa kuzalisha vizuri, mwenye uwezo wa kupambana na changamoto, mwenye uwezo wa kusaidia jamii yake, mwenye uwezo wa kujitambua. Sasa haya ni mambo ya muhimu kwa watoto wetu kuanzia ngazi ya chini. Leo tunaona kabisa katika masuala ya ukatili wa kijinsia, mambo mengi pia yamegundulika mashuleni. Watoto wetu wanakwenda mashuleni, wana stress nyingi sana kutoka kwenye familia. Kule shuleni wakifika, kuna chombo gani kinakaa kinawaangalia wale watoto? Tuna watoto wengine wanazaliwa na ulemavu, kutokana na taasisi zetu zilizopo, wengine wanashindwa kuwatambua toka huku chini. Anapofika shule, tuna kitu gani pale shuleni ambacho mtoto anaweza akaenda katambuliwa? Mimi nilifikiri ni wakati sasa umefika tuanzishe clubs za mental health kwenye mashule ili watoto wetu wapate. Mheshimiwa Naibu Spika, lobo dakika. Elimu hii inatakiwa itolewe kwa usawa. Mheshimiwa Waziri, tumejenga shule za bweni za watoto wa kike, tunataka tujenge shule za bweni za watoto wa kiume. Wakati ule wa sera ya elimu tulikuwa tunajenga shule mbili ya kike na kiume. Kama tulikuwa na Ingagero tulikuwa. Mheshimiwa Jessica, najua una mdadi mengine, mwandikie Mheshimiwa Waziri.